Mambo mabaya katika maisha kutokea kwa watu ni kitu ambacho kimekwisha kuwa cha kawaida, na kile ndio kipimo ambacho kinaonyesha ukomavu wako wa kiroho au ukomavu wako katika kumjua Mungu aliyetuumba. Kwa sababu tangu binadamu alipoanguka katika dhambi, mambo mabaya yalianza kuwapata watu. Watu walianza kutendeana uovu. Ndio maana unaweza ukamwona Kaini akamuua ndugu yake Abeli kwa sababu tu ya wivu. Kwa kwenye maisha yako unaweza kunafanya vitu ambavyo ni vizuri kabisa, unawatendea watu mambo mazuri, lakini wewe wanakufanyia mambo mabaya. Kwa katika maisha kuna watu utakuta wanaokutendea mambo mazuri, lakini vile vile kuna watu ambao utakuta wanakutendea mambo mabaya, kiasi kwamba mambo yale mabaya yanaweza kukufanya ukajikuta unatumia muda mwingi kuwaza yale ambayo wamekufanyia, yale maovu waliokufanyia. Sasa Roho wa Bwana ananiambia nikwambie kitu kimoja hiki, ni kwamba acha kukaa unawafikiria wale watu waliokufanyia mambo mabaya. Acha kutumia muda mwingi kuwaza yale na kuwaza na kuyapambanua yale ambayo maovu waliokufanyia, unayatafakari, unatumia muda wako mwingi. Roho wa Bwana ananiambia nikwambie, hiyo itaharibu maisha yako ya kiroho na vile vile itazuia baraka zako. Ukimwangalia mtu katika Biblia, Yusufu hakutumia muda wake kukaa anawaza yale mabaya ambayo walimfanyia ndugu zake. Badala yake aliconcentrate na kumwangalia Mungu anaongea kitu gani katika maisha yake. Alicho concentrate ni kumpendeza Mungu nyakati zote, na kufanya vile kulimsaidia Yusufu akajikuta anaendelea kufocus na ile ndoto yake, na mwisho wa siku akaifikia ndoto ambayo Mungu alikuwa amemkusudia ya kuwa waziri mkuu. Kwa kuna mambo mengine ni mabaya yanafanyika ni kwa ajili ya kukupeleka kwenye hatima yako. Watu wanaweza wakajifanyia tu pasipo kujua, kwa sababu Yesu alikuja kuokoa ulimwengu, lakini ilimpasa afe baada ya hapo afufuke. Kwa ndo maana unaweza kukuta watu walijikuta wanatekeleza ile adhima ya kumuua kwa ajili ya kukomboa ulimwengu, maana ilikuwa gharama iliyokuwa inahitajika. Ilitakiwa uhai wake utoke uhai wa mtu ambaye hajawahi kutenda dhambi. Sasa Yusufu vile vile alifanywa mabaya, lakini yale mabaya yalikuwa yanampeleka kwenye mafanikio. Kwa hiyo kuna mabaya ambayo yanakupeleka kwenye mafanikio yako, na kuna mabaya ambayo yanakwenda kukuhatarisha. Kwa nyakati zote focus kwa Mungu, concentrate na Mungu. Kwa yale mabaya ambayo wanayafanya, utajikuta badala ya kukupeleka kubaya yanakupeleka pazuri. Kwa ukiangalia kitabu cha Mwanzo sura 39 mstari wa 2, neno la Mungu nasema, Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri, yuko utumwani. Pamoja na kuwa kaingia kule mahali ambako amepelekwa, ameuzwa, anafanya kazi kama houseboy, lakini bado uwepo wa Mungu ulikuwa pamoja naye. Hakukaa na waza, kwa nini ndugu zangu wanifanyie hivi? Aliendelea kuconcentrate na Mungu, pamoja na kuwa yuko ugenini, pamoja na kuwa yuko ndani ya nyumba kama houseboy. Mwisho wa siku bado Yusufu aliendelea kushine. Uwepo wa Mungu uliendelea kuwa pamoja naye. Kwa sababu gani? Kwa sababu aliendelea kufocus. Aliendelea kufocus na Mungu. Alifocus kumwangalia Mungu ambaye anamtegemea, anajua atafanya kitu. Ukiendelea mstari wa 3 anasema, bwana wake akaona ya kwamba yule ambaye bosi wake Misri, bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, akagundua huyu ana uwepo wa Mungu huyu, na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Yule bosi akachunguza, akaona hata mafanikio yake anayoyapata yanatokana na Yusufu. Akajua Mungu anamfanikisha huyu jamaa, sio wa kawaida.
Amekaa na mahouseboy wengi, amekaa na wafanyakazi wengi, lakini hajawahi kuona kile kibali. Watu wengine wanasema nyota, ina maana nyota ya mtu. Kuna watu wafanya biashara wanatumia lugha ya nyota, kwamba wakiona nyota ya mtu ni kali, anapokuweka dukani, akiona nyota yako ni kali, atakuganda, atakuwa anakubembeleza sana, atakuwa anakuongeza hata mishahara, kwa sababu anajua uwepo wako kuwepo pale unamfaidisha. Kwa hiyo huyu bosi akagundua, akasema, jamaa, kuna vitu vinafanyika tangu kalivyokaa kwenye kile kiti. Kalipofika tu nyumbani kwake, mikosi ikaondoka. Kuna watu wakifika katika maisha yako, mikosi inaondoka. Kuna watu wakiingia katika biashara yako, matatizo yanaondoka. Kuna watu wewe ukiungana nao katika maisha yako, tayari ndio unatoboa. Utakuwa unaangalia, unafanya vitu, hautumii hata nguvu, unaona mambo yanaenda tu kimchezo tu, mambo yanazidi kufanikiwa. Huyu Yusufu alisababisha ule uwepo wa kimungu ukaonekana kwa Farao. Farao akaanza kuona, Potifa anaona mafanikio tu yanakuja, mafanikio yanakuja baada ya kuwa amegundua hivyo. Mstari ukiangalia mstari unaoendelea hapa, nani hii, mstari wa 7, neno la Mungu nasema, ikawa baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu, mke wa Potifa, akamwambia, lala nami, anataka afanye naye tendo la ngono. Lakini mstari wa 8 unasemaje? Lakini akakataa. Kwa sababu gani alikataa? Alitambua uwepo wa Mungu katika maisha yake unatokana na yeye kuwa mtu anayetembea katika neno la Mungu. Uwepo wa Mungu katika maisha ya Yusufu, aligundua kwamba anapoendelea kutembea katika mapenzi ya Mungu, ndipo uwepo wake unaendelea kuwepo. Kwa ule ni mwiko. Hata watu ambao wanatafuta fedha, ambao wanatumia nguvu za giza, kuna masharti wanapewa. Wakiyavunja yale masharti, ni kwamba ule uwepo wa kipepo, ule uwepo wa kishetani unaondoka ndani yao. Kwa hiyo baada ya hapo, ina maana hata kama ni biashara zinaanza kuvurugika. Sasa Yusufu yeye akajua kwamba, alikuwa anajua kabisa uwepo wa Mungu ambao unamfanya aweze kukubalika kila mahali ni kwa sababu tu yeye anaishi sawasawa na mapenzi yake. Kwa hiyo akakataa kulala na yule mama, kwa sababu anajua akilala naye tu amevuruga mipango yake. Yeye focus yake ilikuwa ni kwa Mungu, ana concentrate na uwepo wa Mungu ili aweze kufikia ndoto zake. Kwa anasema akakataa, akamwambia mke wa bwana wake, tazama, bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyo navyo amevitia mikononi mwangu. Mstari wa 9 anasema, hakuna mkuu katika nyumba hii, hayupo mkuu katika nyumba hii kuliko mimi. Msikilize, anasema hayupo mkuu kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe. Anasema, kwa kuwa wewe mkewe, nifanyeje ubaya huu mkubwa nimkose Mungu? Alijua akiisha mkosa Mungu, tayari amekosa kuinuliwa kwake. Yusufu alijua tu akisha mkosa Mungu, tayari mambo yake yatakuwa yameishia hapo hapo. Kwa hiyo aliendelea kulinda ule uwepo wa Mungu. Hakutaka uwepo wa Mungu umuondokee, hakutaka uwepo wa Mungu uwe mbali na yeye, kwa sababu ile focus yake ya kumtazamia Mungu ilikuwa inapata nguvu kutokea katika mahusiano yake na Mungu. Kuto kutenda uovu ndiko kuliko mfanya aweze kupata kibali cha kufanikisha kila ambacho alichopewa. Kwa alijua tu uwepo wa Mungu tu ukiondoka, mambo yake yatakuwa yameharibika, mambo yake yataishia hapo. Nyakati zote focus ukimwangalia Mungu, fanya yale yanayompendeza Mungu. Ndiyo, Mungu haonekani, lakini ana impact 100% katika maisha yako. Haonekani. Unaweza ukafanya dhambi, ukalala na mwanamke, ukalala na vibinti, ukalala na wake za watu, unaharibu njia ya mafanikio yako, unaharibu Mungu kufanikisha maisha yako. Ogopa hiyo dhambi, ogopa dhambi, mpendeze Mungu ili afanye backup kwa kila unachokifanya, na utayaona mafanikio. Mungu